yani mnaita leseni ndogo. Leseni ndogo, na ndio leseni ndogo kubwa pekee ndani ya Bumbuli. Lakini ni kubwa kwa maana ya kwamba kwa mujibu wa sheria leseni ndogo inaenda hadi ukubwa wa hekta 10. Hii leseni ina ukubwa wa hekta 9.98. Kwa iko kwenye limit kabisa ya kwake ya PMM. Sasa unaona kubwa hii ambayo hizo ni ekari zaidi ya 20. Kwa hiyo hekta 10 ni zaidi ya 20. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria yuko kwenye viwango vya leseni ndogo ya uchimbaji. Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba kwa mujibu wa sheria, na ukiangalia hata kwenye migodi mingine utaona wameweka fence. Unatakiwa ukishapewa leseni utambue eneo lako la mipaka na uweke alama za kudumu za mipaka yako, unaona, kwa mujibu wa sheria. Lakini pia kwenye kawaida anakuwa na zile structure ambazo zina facilities za uchimbaji kama unavyoona kwenye leseni zingine za kama kwa Franone na wapi. Hata wachimbaji wadogo pia wanaruhusiwa kuwa na hizo structure, na hizo structure kwa mujibu wa sheria. Injinia wangu walikuja wakaangalia, ukuta yuko kwenye kambi pale, kuna mgodi mwingine tofauti, lakini shughuli kule kuna mgodi mwingine na unaendelea huko. Sasa unaendelea na sisi tunataka tuone huko, hata huu hapa. Twende kwanza, nataka nipate picha hilo jengo hapo. Hapa ndio unajua, unaona hapa ndio kulikuwa tunatengeneza kiwanja. Ukuta ule unapita. Kwa hiyo ni hii. Hapa mimi najenga ofisi. Hapa kuna ofisi. Kuna nyumba za wakurugenzi watakuwa huko ndani, sales. Tutakuwa na ukumbi wetu wa mikutano na mahali pa kupokelea wageni kama nyinyi. Siku nyingine mkija mtasimama nje. Ndio. Tutakuwa tuna ofisi hapa. Sawa. Ndio iona kitu. Sawa. Basi. Tumeona. standard. Tunataka Wengine unaweza pia sasa huyu amekuwa mpaka amefika. unaona mimi hapo tano, hawa jamaa wanapokuwa mahindi makande tu gunia 7. Na hivi tunanunua Kama mtu mwingine ngoja kwanza. Tunakuwa gunia 7 6 kwa kila siku 2 gunia 7. Siku mbili? Gunia 7. Hao vijana asubuhi chai yao lazima wale kande na nyingine mchana chakula. Hii kwanza haitoshi. Compressor tu za kutoa. That's one unakuwa na fish money. Ya kuendesha, unaona hapa kitu hii mashine yenyewe kwanza inakia, yani hizi ni braking moves. Hata inakwenda na muonesha. Unaingiaje? Nafunga. Ona hizi hapa ni chama. Kile cha wapi? Akianza kutumika. Basi. Na hivi viko viwili simuona na kitu. Kwa hiyo ndio ile kwanza kwamba issue ya maji sio kusema tu kwamba yanahitaji kupelekwa, kwamba maji yaliyopo huku bado unaweza kuyatumia. Tunayatumia na akizidi tunatoa juu sana. Maana tunafungia miundombinu. Tunajengea visima. Ndio. Kwa ajili ya kuhifadhi. Kule chini. Na visima huku chini. Hizi unaweza tu tukafanya utalii. Tunaogopa bwana, iko salama. Huko ndio tukaenda hadi kilomita ngapi? Hadi mita ngapi? Hapa sasa hivi 600. 600. Chini huko. Lakini ndio mahali tunaishia tu hapo, yani kama mita 50 60 tunamaliza. Lengo lao hawa kuna mgodi wa produce system. Ule mgodi wetu pale. Mgodi ambao unaanzia zamani katika uchimbaji. Kwa huu ni njia ya kisasa. Kwa wamechimba ule umekaa hivi, ule umekuja hapa. Kwa hao walikuwa wanafika huko, wao watafikia huko salama zaidi. Ili waongeze ufanisi wa kufanya. Alafu ataenda huko. Hapana. Yaani huko ndio utakuwa unatoa matizo kila kitu.
Kwa hiyo ufanyaji kazi utakuwa umerahisishwa zaidi, kwa maana huko mgodi umesimama au umekaa hivi, lakini huko umekaa. Kwa zamani kwa Huko hapa tu kifusi unaiona. uko nje ya fence. Huko hapa nje ya fence hapa. Hiyo kifusi tu unaiona. Ni wa kwako pia? Ni wa kwangu pia wa zamani. Kwa hiyo huku vinaenda vinakutana. Tunaenda tunaua ule sasa, tunataka tufanyie kazi hapa kwenye nyumba. Gharama kule inakuwa kuongeza ufanisi wa very kazi, expensive kuendesha hizo gharama za maisha. Inakuwa expensive kuliko hivi. Hivi gharama kubwa ni hii yani. Kuinvest, kuwekeza. Na baadaye ukitaka kuhamisha hii unaweza tena. Kuhamisha hii reli mzee, kuinua hata moja hapa watu 10 moja hii hapa yenyewe. Hii ni reli hapa inaweza kaa hata miaka 100 mgodi ukafa tukaiacha hapa. Investment kubwa. Yaani kwa hiyo ya ukuta ni ndogo sana. Wajia wewe kwa insure usalama. Shida mingi yako, lakini na vile ambavyo utakutendea.